Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Putin hatahudhuria mazungumzo ya amani ya ana kwa ana Uturuki. Watu 21 wamepoteza maisha katika ajali iliyotokea Mexico, afisa amesema. Mshawishi wa mitandao ya kijamii Mexico auawa akiwa mubashara kwenye TikTok. Rais wa Afrika Kusini kukutana na Trump wiki ijayo. Mashambulio ya droni yanaongezeka katika awamu mpya ya vita vya Sudan. Mashambulizi ya anga ya Israeli yaua watu 40 huko Gaza. Rais wa zamani wa Mauritania hukumiwa miaka 15 jela baada ya kukataa rufaa kifungo cha miaka 5. Polisi wanatembea nyumba hadi nyumba kutafuta wazazi wa watoto waliotelekezwa kupitia DNA. Lainka aomba radhi kwa kutumia picha ya panya kudhalilisha Uzayuni. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Gary Lineker ameomba radhi baada ya kukosolewa na kuweka ujumbe kwenye mtandao wa kijamii kuhusu Uzayuni alipojumuisha picha ya panya. Kihistoria panya wamekuwa wakitumiwa kama tusi dhidi ya Wayahudi, akimaanisha lugha iliyotumiwa na Ujerumani ya Nazi kuwatambulisha Wayahudi. Polisi wanawasaka wazazi wa watoto watatu waliotelekezwa katika dakika chache baada ya kuzaliwa mashariki mwa London, na wamesema kuwa sasa wanachunguza takribani nyumba 400 zilizo karibu. Mtoto Elsa aliachwa kwenye begi ya kubebea viatu karibu na njia ya kutembea kwa miguu huko Newham mnamo 18 Januari mwaka huu wa mwaka wa 24, kabla ya kugunduliwa na mtu mmoja aliyekuwa anatembea na mbwa wake. Vipimo vya DNA vilivyofanyiwa vilithibitisha kwamba alikuwa ndugu wa watoto wengine wawili, mvulana na msichana, kila mmoja akiwa amepatikana katika hali kama hiyo mnamo mwaka 2017 na mwaka 2019. Licha ya polisi kufungua mashtaka, wazazi wa watoto hao watatu bado hawajatambuliwa. Pia wamewasiliana na watu ambao sampuli zao za DNA zinaendana na mama huyo baada ya kupata taarifa zao kutoka kwenye hifadhi data ya kitaifa ya DNA. Mahakama ya rufaa nchini Mauritania imetoa hukumu ya kifungo cha miaka 15 jela na faini ya dola milioni 3 kwa rais wa zamani Mohamed Ould Abdel Aziz baada ya kukata rufaa dhidi ya kifungo cha miaka 5. Aziz alisaidia kuongoza mapinduzi mawili kabla ya kuhudumu kwa miula miwili kama rais wa nchi hiyo ya kaskazini magharibi mwa Afrika na kuwa mshirika wa kukabiliana na ugaidi katika mataifa magharibi. Alihukumiwa mwaka 2023 baada ya kupatikana na hatia ya ukatatishaji fedha na kujitajirisha. Kulingana na wachunguzi, alikusanya mali yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 70 ikiwa madarakani. Amekuwa kizuizini tangu kutolewa kwa uamuzi huo. Kesi hiyo ilikuwa tukio la nadra ambapo kiongozi wa Kiafrika alishtakiwa kwa ufisadi. Mwakili wa Aziz wamesema kesi hiyo imechochewa kisiasa. Uamuzi wa Jumatano
uliwaondolea kesi maafisa 6 wakuu kutoka kwa utawala wa rais huyo wa zamani, lakini akahukumu mkwe wa Aziza kifungo cha miaka 2 jela kwa kosa la ushawishi. Mauritania ina utajiri mkubwa wa mali asili ikijumuisha madini ya chuma, shaba, zinki, fosfeti, dhahabu, mafuta na gesi asilia. Lakini bado karibu 60% ya watu wanaishi katika umaskini mkubwa kulingana na Umoja wa Mataifa, wakifanya kazi kama wakulima na waajiriwa. Zaidi ya watu 40 wameuawa katika mashambulio ya hivi punde ya Israel katika ukanda wa Gaza, kulingana na vyanzo vya hospitali. Kuna ripoti kwamba takribani miili 36 imepelekwa katika hospitali ya kusini ambazo zilishuhudia mashambulio makali ya Israel usiku kucha. Israel imeongeza mashambulio yake huko Gaza, huku Rais Donald Trump akiendelea na ziara yake eneo la Mashariki ya Kati katika juhudi za kusitisha mapigano na kufufua mpango wa kuachiliwa kwa mateka. Zaidi ya watu 52,000 wameuawa na mashambulio ya Israel, kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamasa, na wale ambao wamenusurika wako katika hali mbaya. Tangu katikati ya mwezi Machi, Israel imezuia chakula cha misaada, dawa na misaada mingine kuingia Gaza. Kumekuwa na shutuma za kimataifa kuhusu kizuizi hicho, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa Umoja wa Mataifa ambayo imesema kwamba wakazi wa Gaza wapatao milioni 2.1 wako katika hatari kubwa ya njaa na wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha uhaba wa chakula. Mashirika ya misaada imesema kwamba watu wana njaa, wanaugua kutokana na maji chafu na kwamba wanaugua magonjwa yanayotibika. Israel imewaruhusu waandishi wa habari wa kimataifa kuingia Gaza, kwa hivyo wanasema wanaendelea na ujumbe. Maelezo ya sauti na picha zinazotumwa na wa Gaza moja kwa moja zinaeleza. Wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF wanaonekana kuanza awamu mpya ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan baada ya kufurushwa kutoka mji mkuu, katika hatua ambayo baadhi ya wataalamu wameitaja kuwa mkakati wa kufikia utawala haraka. Wiki chache tu baada ya jeshi ya kusherekea kutoa tena mji wa Khartoum, adui wake Rapid Support Forces wameanzisha mfululizo wa mashambulio ya ndege zisizo za rubani katika bandari ya Sudan mashariki mwa taifa hilo. Mashambulio hayo yamesababisha hali ya kukatika kwa umeme kuwa mbaya zaidi, huku wakazi wa jiji hilo wakikumbwa na uhaba wa maji. Msururu wa mashambulio kwenye mji mkuu wa kitovu cha shughuli za kibinadamu unaashiria kwamba RSF imedhamiria na imeweza kuendeleza vita licha ya hasara kubwa ya kimaeneo, na imeonyesha kuongezeka kwa vita vya droni barani Afrika. Ndege zisizo na rubani zinaingia kuongezeka kwa mzozo huo, na ambao umechangia kwamba mwaka wake wa 3. Vita hivyo vilianza kama vita vya kuwania madaraka kati ya jeshi la Sudan SAF na RSF, na vimevutia makundi mengine yenye silaha ya Sudan na waungaji mkono wa kigeni na kuitumbukiza nchi hiyo katika kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Katika miezi ya hivi karibuni, RSF umeongeza mashambulio ya ndege zisizo za rubani kwenye miundombinu muhimu ya kiraia katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi kama vile mabwawa na vituo vya umeme. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atasafiri kwenda Marekani kwa ziara ya kikazi wiki ijayo, na atakutana na rais wa Marekani Donald Trump Mei 21, ofisi ya Ramaphosa imesema katika taarifa yake siku ya Jumatano. Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani umedorora sana tangu Trump arejee ikulu ya Marekani mnamo mwezi Januari. Trump amekata misaada yote ya kifedha ya Marekani kwa Afrika Kusini, akitaja kutoridhishwa kwa sera yake ya mageuzi ya ardhini.
na kesi yake ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya mshirika wa Marekani, Israel. Wiki hii utawala wa Trump ulikaribisha wazungu 49 wa Afrika Kusini ambao umewapa hadhi ya ukimbizi baada ya kuwachukulia kuwa wahanga wa ubaguzi wa rangi. Mshawishi wa mitandao ya kijamii wa Mexico mwenye umri wa miaka 23 ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa anazungumza na mashabiki wake moja kwa moja kwenye TikTok, ofisi ya mwendesha mashtaka ya serikali imesema. Valeria Maguez aliuawa wakati mwanamume mmoja alipoingia kwenye saluni yake katika jiji la Guadalajara na kumfyatulia risasi, kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa jimbo la Jalisco. Sababu ya shambulio hilo baya halijatambuliwa, lakini kesi hiyo inachunguzwa kama mauaji dhidi ya wanawake, wakati wanawake na wasichana wanauawa kwa sababu ya jinsia zao. Mwendesha mashtaka wa serikali amesema unyanyasaji wa kijinsia ni jambo la kawaida sana nchini Mexico, ambapo Umoja wa Mataifa unaripoti wanawake au wasichana 10 wanauawa kila siku na wapenzi au wanafamilia. Takribani watu 21 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani katika eneo la Mexico, kulingana na afisa wa eneo hilo. Ajali hiyo ya magari matatu ilitokea kwenye barabara kuu kati ya Canopalan na Oaxaca katika jimbo la Puebla Jumatano asubuhi, amesema Samuel Aguila Pala, afisa wa serikali ya mtaa. Bwana Pala amesema watu 18 wamefariki dunia katika eneo la tukio na wengine 3 walifariki dunia baadaye hospitalini. Wengine kadhaa wamejeruhiwa na wanapokea matibabu, aliandika kwenye mtandao wa X. Kulingana na vyombo vya habari vya eneo hilo, ajali hiyo ilihusisha lori, basi na gari dogo. Gazeti la Mexico la Jonada linaripoti kwamba ajali hiyo ilitokea wakati lori la saruji lilipojaribu kulipita gari dogo lilipokuwa likivuka kuelekea upande wa pili. Lori hilo liligonga basi na kisha kugongana na gari la usafiri uso kwa uso kabla ya kuanguka kwenye bonde lililokuwa chini na kuwaka moto, ambapo ajali hiyo ilipotokea. Rais wa Urusi Vladimir Putin hatohudhuria mazungumzo ya amani kwa ajili ya vita huko Ukraine yatakayofanyika Istanbul Alhamisi hii, licha ya wito kutoka kwa Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwamba wahudhurie. Ujumbe wa Urusi badala yake utaongozwa na msaidizi wa rais Vladimir Medinsky, kulingana na taarifa ya Kremlin. Zelensky hapo awali amesema kuwa atahudhuria mazungumzo hayo na kukutana na ana kwa ana na Putin iwapo rais wa Urusi atakubali, na akasema atafanya kila awezalo kuhakikisha mkutano huo unafanyika. Rais wa Marekani Donald Trump pia hatahudhuria, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, licha ya awali kudokeza angehudhuria iwapo Putin angekuwepo. Kuna mazungumzo ya ana kwa ana baada ya zaidi ya miaka mitatu mataifa haya yaingie vitani, huku Rais Vladimir Putin akiwa yuko kwenye orodha ya ujumbe utakaosafiri kwenda Uturuki. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi na taarifa zaidi. Awali rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alimtaka Rais Putin kukutana naye ana kwa ana mjini Istanbul kuonesha kama kweli ana nia ya kupata suluhu ya mzozo unaoendelea. Hata hivyo, Urusi imeamua kutaja timu ya ujumbe wa kawaida kushiriki mazungumzo hayo. Wachambuzi wa mambo wanasema kutokuwepo kwa Rais Putin ni pigo jingine katika juhudi za kusaka suluhu ya vita kati yake na Ukraine.
Wiki iliyopita Rais Putin alipendekeza Mei 15 yafanyike mazungumzo ya amani ya moja kwa moja kati yake na Ukraine, kauli iliyoonekana kama ishara chanya, ingawa viongozi kadhaa wa Ulaya walihoji utashi wa Moscow. Vyanzo vya kidiplomasia vilivyo karibu na mchakato ulioanzishwa na Marekani vinasema kutokuwepo kwa maofisa wa juu toka Moscow na Washington ni ishara ya wazi kuwa hakuna hatua itakayopigwa kuelekea usitishwaji wa kudumu wa mapigano. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, ambaye sasa ni mkosoaji mkubwa waliyekuwa kinara wake Rais William Ruto, amezindua chama kipya ambacho anasema kitatumika kumng'oa Ruto madarakani katika uchaguzi ujao. Rais wa Kenya Rigathi Gachagua, ambaye kwa sasa ni mkosoaji mkubwa wa aliyekuwa bosi wake Rais William Ruto, baadaye hivi leo anatarajiwa kuzindua chama kipya ambacho anasema kitatumika kumng'oa Ruto madarakani katika uchaguzi ujao. Kufahamu zaidi, hii hapa taarifa yake Hilary Ingati. Kulingana na vyanzo vya karibu na Rigathi, chama atakachokizindua kitafahamika kama Democracy Citizens Party DCP, ambacho hata hivyo kilisajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Licha ya kwamba jina la chama hicho halijawekwa wazi kwa umma, walio karibu na shughuli zake wanasema kauli mbiu ni kazi na haki. Jumanne ya wiki hii, Gachagua na washirika wake waliripotiwa kukutana faragha kupanga na kuamua uongozi wa chama hicho na namna ya kuzuia uingiliaji wa serikali. Miongoni mwa wanasiasa tajika wanaohusishwa na chama cha Rigathi ni pamoja na Kalonzo Musyoka aliyewahi pia kuwa makamu wa rais, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i waliohudumu katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema huenda serikali ikatumia rasilimali zake kuwavuta washirika wa Rigathi serikalini pamoja na kuhujumu harakati zake. Nchini DRC, wakazi katika eneo lile la kijiji cha Katogota wamefanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji ya watu wapatao 375 iliendeshwa na waasi wa RCD Goma katika kijiji chao mwaka wa 2000. Ilitekelezwa na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa Maimai karibu na eneo la Katogota. Rumeneza ni mkazi wa eneo hilo, anakumbuka kilichotokea. Hakuna nyumba yenye hawakuingia kama kwenda na uwa batu. Nilipotezaka shangazi yangu na babinamu, na paka hivi tungali tunaona sawa vitu habishi juu kila siku ni masasi. Maana tukumbusha vile ile mafa ya zamani. Kwa kawaida wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kwa kumbuka waliopoteza maisha na kurusha mashada maua kwenye mto Rusizi kama kumbukumbu. Ila mwaka huu hilo halikuwezekana kwa sababu wengi wamekimbilia nchini Burundi na wengine katika vijiji jirani. Esperance Matumaini ni miongoni mwao. Tunalalamikia viongozi watujue hali, watusikilie huruma, waangalie zima yatima zilibakiaga na wajane, manake watuchukulie kwa gisi na sisi tujikute watu kama wakaaji wengine fasi. Rafael Wakenge, mratibu wa muungano wa Wakongomani kwa ajili ya haki ya mpito, anaeleza matatizo yanayowakumba katika juhudi za kutafuta haki. Kati ya watu wenyewe wanakuwa na damu ya Wakongomani ndani ya mikono zao, mojawapo wanakuwa ndani ya serikali. Sisi tunadhani kama inawezekana, kama tunakuwa na hiyo politic, kama tunakuwa na strategy ya kuweza kutia kweli ile sheria ya mpito. Familia za wahanga wa mauaji ya Katogota zinatoa wito kwa Umoja Mataifa kuanzisha mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Kongo ili kuhukumu makosa yote yaliyofanywa kwenye ardhi hiyo.
Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Unatupata mbashara, ambapo habari kuu ni kwamba Putin hatohudhuria mazungumzo ya amani Istanbul. Trump aitaka Qatar kuishawishi Iran kurudi nyuma katika mpango wake wa nyuklia. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kukutana na Trump katika ikulu ya White House juma lijalo. Karibu tena, ambapo mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, akaunti namba ni 012450 85217800, au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Nchini Ethiopia, ukiwa umebaki mwaka mmoja kabla ya taifa hilo kufanya uchaguzi wake mkuu, chama kikuu cha upinzani cha Tigray People's Liberation Front TPLF kilichotawala siasa za nchi hiyo kwa miongo kadhaa kimezidi kukutana na misukosuko ya ndani na nje baada ya kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli za kisiasa nchini humo, hali ambayo inazidi kufifisha ndoto za chama hicho kuja kufikia lengo la kushika dola la nchi hiyo. Ujumbe wa Urusi umewasili Istanbul kwa ajili ya kuhudhuria mazungumzo ya amani kati ya Ukraine, huku ujumbe wa Ukraine akiwemo Rais Volodymyr Zelensky na ukiwa njiani kuelekea Ankara, Uturuki. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin hatohudhuria mazungumzo hayo licha ya viongozi wengi duniani kumtaka ahudhurie. Alikuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amezindua chama chake kwa jina Democratic Citizens Party atakachokitumia kuwarai wakazi wa Mlima Kenya kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Gachagua amesema kuwa chama chake hakitabagua mgombea yoyote, sababu ni chama cha Wakenya. Hivi leo basi, kabla ya kuweza kukuletea makala, kwamba hivi leo katika Afrika Leo mchana
Tunalikita leo swala letu katika swala la rais wa Marekani Donald Trump ambaye anaendelea na ziara yake ya siku 4 huko Mashariki ya Kati. Je, ziara hiyo itakuwa na matokeo yapi na hasa kwa mizozo kama ya Syria, Israel na Gaza? Harakati za Houthi pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Isaiah Sambo mpenda amani kutokea maeneo ya Tanzania asema kwamba Dodoma, mtaa wa Ipagala, migogoro ya mapigano yoyote ile yafikie mwisho, sharti pande husika washirikishwe kwa mazungumzo ya kuafikia. Kinyume na hapo, naona zitabakia stori, badala yake atadumisha mashirikiano ya diplomasia na mataifa hayo kwa manufaa ya Marekani na mataifa yanayofanya ziara. Musai anasema akiwa mji wa Butembo, maeneo ya Katwa, DRC Congo, Marekani imeshauzia Saudia silaha za kisasa zaidi ya mara 50 hivi, kama kwamba zaidi ya 40 hizi ni nchi zinajuana kisilaha, na hatujui ya Saudia hizo silaha inapigana na nani. Kila rais wa Marekani ni lazima aende Saudia kupiga magoti mbele ya mfalme tajiri? Maoni yake haya. Wanajeshi wa Marekani hivi ni kwamba miaka 25 wanalinda Saudia kwa kupewa mabilioni ya dola. Maoni yake huyu Musai. Bwami palivi Tombo palivi Eduardo Sungi anasema akamituga palivi Kivu Kusini, DRC, mimi sioni kama ziara hiyo itakuwa na matokeo mazuri. Lame Kijaa Mkushi Baba Alvin anasema Kigamboni Mafiga palivi, mazungumzo hayo hayatakuwa na tija yeyote endapo mataifa husika yanayotirafiana hayatakuwa tayari kumaliza mzozo. Magongo Kione wa Iringa Uluti palivi, ziara njema ewe rais wa Marekani huko Guba. Maoni yake kwamba Hassan palivi Mlacha wa Kololeni palivi Moshi Tanzania, kwa kweli sidhani kama kuna kitakachobadilika kwenye safari ya Donald Trump kwenye hii ziara yake huko Mashariki ya Kati. Wenye mateso wataendelea na mateso. Maoni yake. Emos Mgosi wa Nyangama palivi Tarime vijijini mkoani Mara Tanzania, tutarajie mema kwa wema na tu katika ziara yake wake anajua mzozo huo. Kila laheri rais wa Marekani Trump. Emakuleto wa Kusundi pale hivi anasema lililoandikwa sharti litimie. Amina. Napita Mwigulu pale hivi kutoka Ilemela pale hivi Mwanza Tanzania, binafsi utawala wa Trump unajitangaza ni utawala wa heri, anapenda amani kila taifa. Maoni yake hayo. Na mwisho nachukua fursa hii kusema kwamba hapa hivi naona hapa hivi Jafari pale hivi atika anasema ni faida kwa Israeli, kwani Trump anakusudia kushawishi viongozi wa Kiarabu kuitambua Israeli na kugandamiza Palestina. Ni taarifa ya habari ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani.